Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu, nikukaribishe tena katika mwendelezo wa darasa yetu katika chaneli yetu hipendwa ya Jureej. Ndugu yangu, leo tutaelezea siri ya pesa ya sarafu. Pesa ya sarafu. Kwa nini tunaelezea pesa ya sarafu? Huwa inatumika sana. Na kuna hizi pia za wanaita za nini? Za noti pia zina siri yake. Pia zina siri. Usione kitu kipo ndugu yangu basi ujue kwamba hicho kitu kina siri nyingi na kina vitu vingi sana, vingine hivi ambavyo unavyovijua au vinavyojulikana, na kuna vingine ambavyo havijulikani kwa kawaida. Kwa hivyo hata hii ya noti pia kadhalika inakuwa ina siri zake. Ina siri zake kwa maana ile huwa inachukuliwa, alafu kuna vitu huwa vinafanywa ndani yake. Kisha baada ya hapo, wala kuli hali unaona kwamba inatumika na inatumiwa katika matumizi maalum, katika majambo maalum. Leo ninazungumzia kuhusiana na pesa ya sarafu. Pesa ya sarafu, silver. Huwa inatumika sana katika kunako kuosha au kuoshea. Inatumika kunako kuosha au kuoshea. Napokusudia kuosha au kuoshea, ninakusudia mwili ambao umefungamana na nyota za kibinadamu ndani yake. Naam. Ukienda kwa mtu ambaye ana ujuzi wa hayo mambo, atakupa kitu akwambie nenda katumie katika siri ya maji, katika maji. Maji, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhana amejalia uhai wa mambo na vitu na watu na kila kitu kuwa ni uhai. Maji. Waja'alna minal ma'i kulli shay'in wa kulli shay'in hayy. Tumejalia kutoka na maji kila kitu kuwa ni hai. Hata mmea ukiona unataka kufa au ukiuona umekuwa katika hali ya kunyauka ukaweka maji, baada ya siku kadhaa utaona maana yake unaibuka na unakuwa mkubwa, yani unakuwa unarudi katika hali ya uhai wa kawaida. Kwa hiyo huwa inachukuliwa inawekwa katika hayo maji, kisha ikishawekwa katika hayo maji anakuwa ni mwenye kuoga kwa utaratibu maalumu. Hapo ishu ni ilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna walladhina ya'lamuna walladhina utul ilma darajat. Ambao wanaofahamu sasa usiri wa mambo katika ilmu. Hii sarafu ndugu zangu, na ndio maana utakuta kwamba huwa zinabadilishwa kutoka katika hali na kwenda hali nyingine. Inafikia hatua unakuta hivi vitu vinabadilishwa, na kila kinachobadilishwa huwa mara nyingi hiki kilichoachwa basi kuna matilio ambayo yapo ndani yake ndio yanapotezwa hivyo. Nazungumzia sarafu, kuna sarafu mfano zile za zamani. Sasa hivi unaweza ukaambiwa utafute sarafu ambayo ilikuwa ina tundu katikati, pia ina maana yake. Na kuna acha hizo, kuna hizi nyingine ambazo zilikuwa hazina tundu za zamani zile. Kuna matilio na kuna vitu ambavyo vimo mle ndani yake katika ile sarafu. Huwa vinatumika, wengine ile wanazisaga, wengine wanazisaga, na kuna utaratibu wa kusagaji, ile inasagwa. Kama ambavyo ya noti pia huwa inachukuliwa inaunguzwa, kisha inachukuliwa jivu lake. Vinatumika katika mambo mengi sana. Kuna mambo ya kuosha, kuna mambo ambayo unakuta kwamba ni ya mvuto wa mambo haya ya kinukudi. Mambo ambayo unakuta ya kukubaliwa au ya kupandisha. Naam, unaweza ukamkuta mtu ameenda kazini, ghafla ameshushwa, ametoka nyumbani, yuko vizuri, anaenda kazini, anarudi hana kazi. Au anatoka nyumbani anajua anaenda kazini, akifika kazini hana kazi. Sasa huwa inatumika hivi haya mambo kwa ajili labda ya kumpandisha mtu, kumkubalisha mtu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ile sarafu ndugu yangu ina siri ndani yake. Sema ndio siri ya baadhi ya vitu huwa haviwezi vikawekwa hadharani, ila tu ninataka nikueleze kwamba usione kitu basi ujue hicho kitu kimeundwa kwa utaratibu na kina kitu ndani yake.
Waswahili wanasema usione vyaelea, chaelea basi ujue kinaundwa. Katika uundaji, kwa nini aunde? Huyo mwenye kuunda mpaka kikao kinaelea. Ukiiona ile sarafu, basi ujue kwamba ndani yake ipo siri kubwa sana. Nataka kidogo ni kunyofolee kitu. Sitaki nikupe undani wa nini kilichopo ndani yake. Ila tu kwa kutumia hiyo sarafu, ukachukua sarafu ya zamani, kisha ukachukua na sarafu ya sasa, tena ukachukua ile nyeupe kabisa, kisha ukishazichukua ukazifunga sehemu moja na ukazifunga kwa pamoja, kisha ukawa nazo baada ya kisomo maalumu kikubwa sana. Kisomo hicho ukaisomea surati Al-Hashri, ukaisomea surati Hashri mara 7. Soma surati Hashri baada ya kuzifunga kwa pamoja, hizo ya zamani na ya sasa hivi, au inayotumika katika nchi yako. Ukazisomea surati Hashri, kisha baada ya kuzisomea surati Hashri, ukaja kuna aya inayosema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay', dhalikum khairul lakum. Hiyo nafikiri unaisoma hiyo aya katika surati Jumaa, ukaisoma hiyo aya. Alafu ukaja ukasoma ile wa idha qudhiyati salatu fantashiru fil ardhi. Haya ni mambo, na ni aya hii ambayo kaisoma katika huu munasaba wa hizi sarafu. Maana yake ndani ya undani na usiri uliopo katika hii aya, ni aya ambayo huwa inajumuisha, inakusanya kwa wale watu sasa ambao ni wafanyabiashara mathalani. Nakupa tu mfano. Kisha baada ya hapo ukawa nayo biidhnillahi jalla jalalu, aya hizi ikawa zinasomwa kwa idadi ya mara 27 katika zile sarafu. Kisha baada ya hapo kuna nyudi maalumu ambazo zinazotumika zile za fedha zile. Kuna manimani zile, manimani, udi unaitwa manimani, unachukuliwa unawashwa, ukachanganywa na dawa inaitwa muosha fedha wenyewe. Kisha baada ya kuchanganywa sehemu moja zikafushiwa. Kisha baada ya kufushiwa, inasomwa hichi kisomo kwa idadi ya mara 27. Alafu kisha baada ya hapo awe nayo huyo mwenye kuwa nayo katika hiyo biashara yake, atawakali kwa Allah, sio kwa shetani, akatawakali kwa Mwenyezi Mungu. Kisha utaona maajabu na siri iliyopo katika hizi sarafu. Sarafu zina siri ni kubwa sana ndugu yangu. Allah tuwafikishe, tutakuja kujua vitu vingi zaidi katika fadhila ya haya mambo. Naam. Ndugu yangu, Mwenyezi Mungu hakuweka haya mambo hivi hivi. Hakuweka haya mambo hivi hivi. Unaona Haya mambo ni mambo ambayo ndani yake kila kitu kilichowekwa katika mpangilio kina maajabu na kina siri yake. Tutakuja kufunguana vitu vingi sana na wewe mwenyewe uache, lakini ukifanya na ukafuata hiyo protoko yake utakuja kushangaa baadaye.